Baba yetu Mwenyezi Mungu wa mbinguni, mwingi wa rehema, kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo, tunatoa shukrani Bwana. Tunanyenyekea Bwana mbele ya kiti chako cha enzi. Asante Mwenyezi Mungu, maisha yetu yako mikononi mwako na unatujali kila mmoja wetu usiku na mchana. Unatusaidia kwa kila namna Bwana. Mungu wetu, hasa wakati tunaona ufunuo wa neno ukiendelea katika maisha yetu, tunafurahi sana. Maana tunajua kwa njia hiyo tutakamilishwa, tuweze kuwa kama Bwana wetu Yesu Kristo. Na hilo ndilo linahitajika Bwana, ili tuweze kunyakuliwa. Basi ninaomba umsaidie kila mmoja Bwana, aweze kujua namna ya kujisalimisha kwako, ili utekeleze ukamilifu katika maisha yake. Asante Mwenyezi Mungu, naomba ya kwamba tena leo hii Bwana, ukafanya rehema zako mpya juu ya maisha yetu. Baba, chunguza maisha yetu. Ikiwa kuna kitu ambacho hakiambatani na neno lako Bwana, ninaomba ya kwamba ukiondoe katika maisha yetu. Takasa moyo wa kila mmoja na mawazo Bwana. Tufanye watu wenye haki, watu wasio na ila. Mungu wetu, tunapotembea katika dunia hii, naomba ya kwamba kila mmoja umpokee ndani ya Yesu Kristo. Maana Biblia inasema ya kwamba tunakubalika ndani ya yule mpendwa ambaye ni Yesu Kristo. Na kila mmoja Bwana, hebu apate kibali chako. Tunaweka ibada hii mkononi mwako, nikiomba ya kwamba uweze kutuongoza Bwana, uweze kuvuvia kila mmoja wetu. Mungu wetu, ujalia kwamba neno lako litasema na kila moyo ulio hapa. Na Baba yetu, kwa hakika unajua yale yote ambayo tunahitaji, na ikupendeze kukirimia kila mmoja hitaji la maisha yake. Mwisho wa ibada Bwana, sifa na utukufu ni zako. Maana tunaomba kwa imani kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Tutafungua Biblia katika Yohana 14. Tusome mstari mmoja, nao ni mstari wa 20 katika Yohana 14. Yohana 14 tusome mstari wa 20. Biblia inasema ni unabii huu. Yesu Kristo anatoa unabii hapa katika mstari wa 20 na kusema, siku ile ninyi mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu. Bwana abariki usomaji wa neno. Tunaweza kuketi. Baada ya kusoma hayo maandiko ya kwamba siku hiyo mtajua niko ndani yenu, nami ndani ya Baba, nanyi ndani yangu, ningetaka kuendelea kuongea juu ya Roho Mtakatifu. Maana nilisema ya kwamba nitakuwa na msururu wa mikutano kuongea juu ya Roho Mtakatifu, kazi ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ningetaka kuongea leo kuhusu kuleta umoja na Mungu. Ya kwamba ni kazi ya Roho Mtakatifu kuleta umoja na Mungu. Nikasema nitachukua majuma kadha vile Mungu atanijalia kuweza kuongea juu ya kazi ya Roho Mtakatifu katika kanisa lake. Na wiki jana unakumbuka tulianza na nikasema Roho Mtakatifu ni kazi ya Roho Mtakatifu kutuingiza katika nchi ya ahadi. Leo hii ningetaka kusema ni kazi ya Roho Mtakatifu kuleta umoja baina yetu na Mungu. Ndio maana tumesoma Yohana 14 mstari wa 20. Yesu Kristo hapo anatoa ahadi, anatabiri kusema ya kwamba siku hiyo mtajua niko ndani yenu, nani ndani yangu, nasi ndani ya Baba. Mambo haya yote, ule ulikuwa ni unabii ambao haukuwa umetimia wakati Yesu alikuwa na mwili, kwa sababu wakati Yesu akiwa na mwili hakuwa ndani yao, alikuwa pamoja nao. Alikuwa ni Mungu Immanueli, amejivika mwili, na hiyo ni kusema ya kwamba ameweka hema yake miongoni mwa wanadamu. Lakini hakuwa ameingia ndani ya yeyote kabla ya siku ya Pentecost. Lakini alikuwa anasema ni heri aondoke ili ahadi hiyo ya Mungu kuwa ndani ya waaminio ikaweza kutimia. Na ikaanza kutumia kutoka siku ya Pentecost na kuendelea.
Kwa hivyo hapa tunaona wakati anasema hivyo, huu ni unabii ambao ulianza kutimia kutoka Pentecost na kuendelea. Wakati tulizaliwa katika haya maisha, tumesema hivyo wiki jana na tumekuwa tukisema hivyo kila wakati. Tulizaliwa kama tumetenganishwa na Mungu, kwa sababu namna ile tuliozaliwa kwayo ni namna ya dhambi, ni namna iliyopotoka. Tulizaliwa kwa sababu ya msisimuko wa kimwili baina ya watu wawili, na tukaja katika hii dunia tukiwa ni wenye dhambi. Tumetenganishwa na Mungu na tukiwa tumekufa kiroho, kama vile tumesoma wiki iliyopita katika Waefeso mlango wa 2. Tukawa ni watu wamekufa kiroho, na tukawa kama ilivyo na wengine wa duniani ni watu wa kukasirikiwa na Mungu, maana hatuamini. Na wakati mtu haamini, maisha ya dhambi yanadhihirika. Ule mzizi wa dhambi ukiwa ndani yake, maana ndio unaleta kutokuamini, unadhihirisha matunda ya dhambi. Na wakati tumezaliwa mara ya kwanza, tukaingia katika hiyo hali, na ndio sababu huwezi kujivunia kuzaliwa mara ya kwanza. Hicho si kitu unaweza kujivunia. Ingawa lazima tungekuja kwa njia hiyo ili Mungu aweze kuonesha ukombozi kupitia maisha yetu, hakuna mtu anaweza kujidai kwa sababu ya mahali alizaliwa. Awe alizaliwa katika nyumba ya kifalme ama nyumba ya aina gani, alizaliwa akiwa ni mwenye dhambi. Sawa na yule maskini wa mwisho, alizaliwa akiwa mwenye dhambi kwa sababu alizaliwa kwa njia iliyopotoka, hata kama alizaliwa katika nyumba ya kifalme. Na huwezi kutegemea jambo hilo. Kuna watu wanataka kutegemea mambo hayo. Nasema a noble birth, alizaliwa katika nyumba ya kifalme. Huwezi kutegemea mambo hayo. Unaona, kwa sababu ulizaliwa kwa njia iliyopotoka kama yule maskini wa mwisho, yule fukara. Tulizaliwa kwa njia moja ile. Na njia hiyo, wakati unazaliwa hivyo, unajipata ya kwamba kutoka mwanzo umetenganishwa na Mungu. Kutoka mwanzo umetenganishwa na Mungu, kutoka mwanzo, na wewe ni adui yake Mwenyezi Mungu. Huwezi kutegemea jambo kama hilo. Kuna watu wanataka kuonekana ni watu wa kipekee kwa sababu walizaliwa ni nyumba ya kifalme, ama machifu wa kabila letu wametoka kwa hii nyumba na mambo kama hayo. Mambo hayo yote hayana maana. Yesu alimwambia Nikodemo, ninakuambia maneno ya kweli. Usipozaliwa mara ya pili, huwezi kuona hata kuelewa ufalme wa Mungu, huwezi. Kamwambia hivyo. Na nabii anasema katika ujumbe mmoja ambao unaitwa lazima uzaliwe mara nyingine, anasema sheria ya kwanza katika ufalme wa Mungu ni kuzaliwa mara ya pili. Kwa sababu unahitaji uzaliwe mara ya pili ili sasa uweze kuanza kumwelewa Mungu, na uanze kuelewa ufalme wa Mungu vile ulivyo. Wakati ilisemekana ya kwamba unahitaji kuzaliwa mara ya pili ili kuona kule nabii anasema ni kuelewa. Ni kuelewa ufalme wa Mungu. Si kuona kwa macho haya, lakini ni kuelewa, ni kufahamu. Ni kuelewa, ni kufahamu ufalme wa Mungu. Na kile ambacho kinaleta umoja, kile ambacho, kwa sababu wiki jana nimesema vile Mungu anakuita, na tunajua ya kwamba tunaokolewa kwa hatua 3 ili tuweze kuingia katika mwili wa Yesu Kristo. Tunaokolewa kwa hatua 3. Na sitaki nirudi nyuma hapo, kwa hivyo nataka niende moja kwa moja kwa kile ambacho kinaleta umoja na Mungu. Na niseme ya kwamba kile kinaleta umoja na Mungu si ubatizo wa maji. Si kusema unaamini ujumbe. Si kusema wewe kwa sababu wewe ni mshirika wa kanisa sasa una umoja na Mungu. Kile kinaleta umoja na Mungu ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Huo ndio unaleta umoja na Mwenyezi Mungu. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ningetaka tufungue kwanza Waefeso mlango wa 4. Ningetaka tufungue Waefeso mlango wa 4. Tufungue mlango wa 4 wa Efeso, na tusome hapo mistari michache. Nasema hivi, hapa inaongea juu ya umoja wa ule mwili wa Yesu Kristo, lakini tusome mistari michache pale. Kwa hiyo nawasihi mimi niliyemfungwa katika Bwana,
mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Sasa nataka uangalie kutoka mstari wa 4. Biblia inasema mwili mmoja. Mwili ni mmoja. Mwili ni nini? Ni kanisa. Mwili ni kanisa, na huu mwili ni ule unaitwa mwili wa siri. Ni kanisa la Mungu aliye hai. Maana kila muaminio huwa ni kiungo. Mwili ni mmoja lakini viungo ndivyo vingi, lakini mili si mingi. Ni kama mwili wako huu wa kawaida, mwili ni mmoja lakini una viungo mbalimbali, na kila kiungo kina kazi yake. Na hivyo kanisa la Mungu aliye hai ni mwili mmoja, sio mingi, lakini kila kiungo kina kazi yake. Ukileta vile viungo pamoja vinatengeneza ule mwili. Kwa hiyo inasema mwili ni mmoja na roho mmoja. Hakuna roho wawili, roho ni mmoja, na tunajua yule roho aliye katika ule mwili, aliye katika kanisa, anayeongoza kanisa, tunajua kwa hakika ni Roho Mtakatifu. Wala Roho Mtakatifu si utu wa tatu, si nafsi ya tatu katika miungu, ni Yesu Kristo katika umbo la roho. Roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Tumaini pia ni moja. Tumaini letu ni nini? Ukombozi mkamilifu. Tumaini letu ni ukombozi mkamilifu, ya kwamba mpaka hii mili yetu itaweza kugeuzwa ili tuweze kwenda ng'ambo ile nyingine ya pazia. Hilo ndilo tumaini letu, ukombozi mkamilifu. Bwana mmoja, tunajua Bwana ni mmoja ambaye ni kichwa cha kanisa, na huyo ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye kichwa cha kanisa, Bwana mmoja. Hatuna mabwana wawili. Ndio maana nabii anasema mke wa kiroho, biharusi, anaamriwa kuhifadhi mambo matatu: neno na roho na maombi. Nabii anasema, tukiongea juu ya neno, ni kwamba biharusi asisikilize maneno ya mwingine isipokuwa bwana harusi, Bwana wetu Yesu Kristo. Tuna Bwana mmoja, imani moja. Tunajua imani yetu ni imani moja, ile ya kimitume. Imani yetu ni ile ya kimitume, na hapo ndipo tunarejeshwa na ujumbe siku ya leo. Inasema ubatizo mmoja. Ubatizo ni mmoja, sio mabatizo mengi, ni ubatizo mmoja. Mungu mmoja, tunajua Mungu ni mmoja, hakuna miungu. Naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Hapa nikirudi nyuma kidogo, Biblia inaongea juu ya ubatizo mmoja, ya kwamba mwili huu ambao ni kanisa la Mungu aliye hai wana ubatizo mmoja. Wana ubatizo mmoja. Na ubatizo huu mmoja, ningetaka ujue, sio ubatizo wa maji. Tushike jambo hilo. Sio ubatizo wa maji. Kwa sababu tulitangulia na kuongea juu ya mwili, na ule mwili huwezi kuingia kwa ubatizo wa maji. Ni kusema ubatizo ambao unasemwa hapa, sio ule ubatizo huo mmoja unasemwa hapa, sio ubatizo wa maji pale kwenye maji katika jina la Yesu Kristo, ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Maana ubatizo wa maji haukuingizi ndani ya Yesu Kristo. Unakuleta katika local church, kanisa, kusanyiko la waaminio, mahali ambapo unatambuliwa kama ndugu ama dada kwa sababu umemkiri Yesu Kristo. Ila kuingia katika Kristo kuna hatua zaidi ya kubatiza nafsi. Maana pale ni mwili ulibatizwa kwenye maji kwa jina la Yesu Kristo, lakini nafsi haikubatizwa. Na nafsi haiwezi kubatizwa na maji ya kawaida, nafsi inabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Ningetaka tusome ujumbe huu unaitwa ndoa na talaka. Aya ya 79, usikie anavyosema hapa. Aya ya 79, ujumbe wa ndoa na talaka. Nabii anasema hivi akiongea kuhusu ubatizo, ili uweze kuona huo ubatizo ambao unatuingiza ndani ya Kristo, sio ubatizo wa maji, ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Tuelewe jambo hilo. Ili jambo hili la kupata Roho Mtakatifu tusilipuuze.
Maana ukipuuza jambo hilo ndugu, uko nje ya mwili wa Yesu Kristo. Na ili hata kama hujajazwa kwa Roho Mtakatifu, utazamia jambo hilo uweze kuwa na matarajio ya kujazwa kwa Roho Mtakatifu. Therefore, as my sermon last night was, kama ujumbe wangu ulivyokuwa jana usiku, yeye ni kusema Kristo, is a place where God put his name, ndiye mahali ambapo Mungu aliweka jina lake, the only place to worship. Mungu aliweka jina lake juu ya Kristo ili hapo tuwe tunamwabudu Mungu. You are not a Christian because you are a Protestant. Wewe si Mkristo eti kwa sababu wewe ni makanisa yale ambayo yalitengana na Katoliki, wanaitwa Protestant. You are not a Christian because you are a Catholic. Na wewe si Mkristo eti kwa sababu ni Mkatoliki. You are not a Christian because you are Methodist, Baptist or Pentecostal. Anasema na wewe si Mkristo eti kwa sababu wewe ni wa Methodist ama Baptist ama wewe ni Pentecoste. Yani hufanyiki Mkristo eti kwa sababu wewe umejiunga na makanisa ama kanisa fulani ama itikadi fulani ya kanisa. Hiyo haikufanya Mkristo. Nabii anasema you are a Christian because you have been baptized into Jesus Christ by the Holy Spirit, not by water. Anasema wewe ni Mkristo maana umebatizwa ndani ya Yesu Kristo. Ni kusema umebatizwa ukaingia ndani ya Yesu Kristo kwa ubatizo. You have been baptized into Jesus Christ. Umebatizwa ukaingia ndani ya Yesu Kristo kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, wala sio ubatizo wa maji. Unaona kile kinakuingiza ndani ya Kristo sio ubatizo wa maji, ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na kila mmoja wetu anahitaji ubatizo wa Roho Mtakatifu ili uweze kuingia ndani ya Kristo. Usizaliwe ukiwa kule nje, ukiwa jangwani, lakini uweze kuingia katika nchi ya ahadi, jinsi ambavyo tumesema wiki iliyopita. Sikia vile anasema hapa, there is one faith, vile tumesoma katika Waefeso 4. Kuna imani moja, there is one faith, one Lord, kuna Bwana mmoja, one baptism, ubatizo mmoja. Na hapo ndipo nasema ya kwamba ubatizo huu ambao unasemwa pale, mara nyingi huwa tunafikiria ni ubatizo wa maji. Wakati tunasema ubatizo mmoja, si kweli. Kwa sababu tumetangulia na kuongea juu ya mwili mmoja. Na kisha tunajua huwezi kujiunga na ule mwili na huwezi kuingia katika ule mwili kwa njia nyingine ile ya kubatizwa na Roho Mtakatifu. Wakorintho wa kwanza mlango wa 12 mstari wa 13 ni maandiko tunajua sana kama waaminio, kwa Roho mmoja tunabatizwa ndani ya mwili mmoja. Huwezi kuleta ubatizo wa maji, japo lazima uanze kwa ubatizo wa maji. Maana ubatizo wa maji unaonesha kwamba umeamini na umetubu. Na sasa unaenda unabatizwa na unaonesha waaminio ya kwamba mimi nimeamini ujumbe, nimeamini Yesu Kristo. Lakini lazima uende hatua zaidi, mahali ambapo nafsi yako inabatizwa kwa Roho Mtakatifu ili sasa uingie ndani ya Yesu Kristo. Anasema hivi, there is one faith, kuna imani moja, one Lord, Bwana mmoja, one baptism, ubatizo mmoja, that is Holy Spirit baptism. Na huu ubatizo mmoja ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Anasema water baptism inducts you into a fellowship. Ubatizo wa maji unakuingiza katika kusanyiko. Unakuwa mshirika wa kanisa ambalo linakutana mahali fulani. Unakuwa mshirika ndani ya hilo kanisa. Na tunakutambua kama ndugu na kama dada kwa sababu umekiri Yesu Kristo na umebatizwa kuonesha kwamba umeamini ujumbe na hasa wewe ni muaminio. Lakini sasa unahitaji kuingia ndani ya Kristo ambayo ni hatua zaidi. Ndio maana Paulo aliuliza wale waaminio walipata kule wa Efeso, wanafunzi wa Yohana ambaye alikuwa ni Elia wa Malaki 3. Mlibatizwa kwa Roho Mtakatifu baada ya kuamini. Na wakasema hatukusikia kuna Roho Mtakatifu. Na mlibatizwa kwa njia gani? Kwa ubatizo wa Yohana. Basi Paulo akaonesha utaratibu ya kwamba ubatizo ule wa Yohana ulikuwa ni wa kuonesha toba,
lakini sasa wanafaa kubatizwa kwa jina la Yesu Kristo ambaye ndiye sadaka. Wakabatizwa kwa jina la Yesu Kristo na baadaye wakajazwa kwa Roho Mtakatifu kwa sababu amewaongoza kwa njia inayofaa. Hawakuwa na Roho Mtakatifu kwa sababu hawajaongozwa mpaka wafikie ubatizo wa Roho Mtakatifu. Anasema water baptism inducts you into a fellowship. Ubatizo wa maji unakuingiza kwenye kusanyiko. The holy baptism inducts you into Christ. Lakini ubatizo wa Roho unakuingiza ndani ya Kristo. Nabii anasema there is a truth. Anasema huo ndio ukweli. Wakati huwa tunasema ya kwamba unajua kila kanisa lina waaminio aina 3. Mwaminio halisi, mwaminio wa kujifanya na mtu asiamini. Hilo ni kweli tukiongea juu ya kusanyiko kama hili ambalo tumekutana hapa leo hii. Lakini tukiongea juu ya mwili wa Yesu Kristo, kanisa la Mungu aliye hai, biharusi wa Yesu Kristo, hakuna aina 3. Kwa sababu Mungu hawezi kufanya kosa kuingiza mtu ambaye si mteule pale ndani. Wale wanaingizwa pale ndani ni wateule wa Mungu. Wanabatizwa kwa Roho Mtakatifu na hao ndio wanaitwa kanisa lake na hao ndio wanaitwa biharusi. Haitoshi kusema wewe ni mshirika wa kanisa na ya kwamba wewe unahudhuria kanisa na mimi ni nabii anasema kila mwaminio lazima awe na kanisa la nyumbani, kanisa langu ni lile. Hiyo ni sawa kabisa kwa sababu ni neno. Wala hatuwezi kupinga neno, lakini usiridhike kwa sababu ya mambo hayo. Unahitaji uende hatua zaidi, uingie ndani ya Kristo kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Aingie kwenye nafsi, ageuze maisha yako, afunue Yesu Kristo ndani ya nafsi yako. Unahitaji ubatizo wa Roho Mtakatifu kukuingiza ndani ya Kristo. Wale wanaingizwa katika ule mwili sio aina 3. Hao ni aina moja peke yake. Maana hakuna asiamini ama nafiki ambaye anaweza kuingia pale. Wanaoingia pale ni wateule peke yao. Na hilo ndilo linaleta umoja na Mungu. Umoja na Mungu si kwa sababu nimesoma jumbe zote 1200. Hilo halileti umoja na Mungu. Nimepata ufahamu wa kile Mungu amesema katika kizazi hiki, lakini sijawa mmoja na Mungu eti kwa sababu nimesoma jumbe zote. Maana kuna watu pia wana hilo wazo ya kwamba ukisoma ujumbe sana na kusema amina kila mahali unaposoma unakuwa mmoja na Kristo. Sio kweli. Sio kweli. Huwezi kuwa mmoja na Kristo bila ubatizo wa Roho Mtakatifu. Haiwezekani. Haiwezekani. Siku ya Pentecost wakati Yesu Kristo ama Roho Mtakatifu alishuka akaingia ndani yao, hapo ndipo walipata kuwa mmoja na Kristo. Na hata hivyo Yesu Kristo alikuwa nao miaka 3.5 anawafundisha neno, wanajua mambo mengi, lakini kutoka Pentecost na kuendelea, hapo ndipo walipata kuwa mmoja na Yesu Kristo. Kwa sababu Kristo ameingia ndani yao. Ili maandiko haya tumesoma katika Yohana 14:20 yaweze kutimia. Siku hiyo mtajua niko ndani yenu, nanyi ndani yangu, nami ndani ya Baba. Nabii anasema mahali fulani katika maelezo ya nyakati 7 za kanisa, anasema andiko hilo lilitimia siku ya Pentecost. Mahali pengine katika ujumbe anasema ya kwamba linatimia siku ya leo wakati siri kuu ya Mungu inafunuliwa. Anasema hivyo. Ukimwondoa Roho Mtakatifu hatuwezi kuwa mmoja na Mungu. Tunakuwa mmoja na Mungu kwa sababu ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na unajua mtu anaweza kusema lakini haya mambo ya Roho Mtakatifu tumeyasikia sana na hata makanisa yote mpaka madhehebu wanaamini mambo haya. Wapentekoste wanahubiri mtabatizwa na Roho. Hatuhubiri Roho Mtakatifu kwa njia ya Kipentekoste. Tunahubiri Roho Mtakatifu kulingana na ufunuo tuliopata wa neno majira haya. Wapentekoste watakwambia Roho Mtakatifu ni kugaagaa kwa sakafu na kunena kwa lugha. Sisi hatuamini hivyo. Tunaamini Roho Mtakatifu ni utu wa ile sadaka. Ni utu wa Yesu Kristo. Ni uhai wa ile sadaka ukiingia ndani ya mwaminio, maana umeamini ukweli. Na akiingia ndani yako, Wapentekoste hata hawajui ni wapi kuna batizwa na Roho. Hawajui. Na wanapata Roho katika mwili na wanapata Roho Mtakatifu katika roho zao za binadamu. Roho huyu akiwa katika roho zao za binadamu, wanaweza kutabiri, wacheze katika dansi katika roho, lakini hawajagauzwa maisha yao. Na hawana ushirika na Mungu. Na hawajui Yesu Kristo, bado watakwambia miungu ni mitatu,
na Hawa alikula tofaa katika bustani ya Edeni, na wanawake ni sawa kuwa wachungaji wakiwa na huyo roho, kwa sababu hakuingia kwenye nafsi aweze kufunua Kristo na aweze kuleta mabadiliko. Huyo ndio Roho Mtakatifu ambaye Wapentekoste wanahubiri. Na wakati wanaombea wagonjwa wanaona wanapona, wanasema tuko sahihi kabisa. Maana Mungu hangeonyesha ishara hizi tunaona hapa na pale kama hatungekuwa na roho, kama hatungekuwa sahihi. Na nabii anasema ukiwauliza mbona mnafanya hivi na ni kinyume na neno, hiyo wanapuuza. Ukiwaambia neno wanapuuza neno, wanasema jamu ni hili. This is the deal. Jamu ni hili, tunapata matokeo. Anasema hiyo ni hoja ya uongo. Kusema unapata matokeo kwa hivyo ndio sababu unapuuza neno ni hoja ya uongo. Ndio sababu unaona siku ya mwisho watawekwa katika ziwa la moto kulingana na Mathayo 7:21, japo walifanya mambo mengi kwa jina la Yesu Kristo. Lakini walifanya mambo hayo na hawakuwa ndani ya neno la Mungu la wakati. Hawakuwa wamezaliwa mara ya pili, ni mvua tu ilimwagika juu ya maisha yao. Wakaonesha ishara hapa na pale, lakini wasingetii neno, maana wako nje ya neno. Kwa hiyo tukiongea juu ya Roho Mtakatifu, usipate wazo hilo la Kipentekoste. Kwanza nabii anasema hata ubatizo Roho Mtakatifu ni siri moja, ilifaa kufunuliwa chini ya mihuri 7. Nabii akaanza kusema vile tunapata Roho Mtakatifu bila msisimuko, lakini tunapata utu wa Yesu Kristo akifanya mambo yale yale aliyofanya wakati akiwa hapa duniani. Kwa hiyo sio mambo ya Kipentekoste. Ni utu wa Yesu Kristo, ni uhai wa ile sadaka, na ni ujuzi unapitia ndani yake. Najua kuna watu katika ujumbe ambao wanasema ukiamini ujumbe, umeamini message, umeona huyu ni nabii wa wakati, ameleta ufunuo wa mihuri 7 na umeamini hivyo, unasema amina kwa hayo, sasa huyo ndiye Roho Mtakatifu. Kusema amina na kuamini tumeletewa message. Huo si ukweli. Kama huo ndio ukweli, hatungekuwa na siku ya Pentecost. Kwa sababu wale wanafunzi wa Yesu Kristo alikuwa nao miaka 3.5, amewapatia neno Yesu mwenyewe. Hata si ndugu Branham amewapatia neno miaka 3.5, na hata hivyo anawaambia hamko sawa. Hata hii kazi ambayo nimewapa msifanye mpaka mpate uwezo kutoka mbinguni. Haijabadilika, na Mungu hawezi kuleta njia nyingine badala ya hiyo aseme ya kwamba sasa mkisikia neno ingieni kazini. Hawezi kufanya hivyo. Vile ambavyo alianzisha kanisa la Alfa, ndivyo anarejesha kanisa la Omega. Ya kwamba kanisa la Alfa lilianza na Elia, Yohana Mbatizaji. Kutoka Yohana mwana wa Adam akajifunua Yesu Kristo. Kutoka hapo Roho Mtakatifu akashuka siku ya Pentecost. Nabii anasema katika ule ujumbe kurejeshwa kwa mtu wa biharusi. Kanisa linarejeshwa vile lilianzishwa. Anasema inaanza na Elia, William Branham, inaenda mwana wa Adamu, Yesu Kristo, inaenda Roho Mtakatifu. Angalia ujumbe. Nabii alikuja kwanza, na baada ya kuja akaleta ufunuo wa neno mihuri 7. Baada ya mihuri 7, miezi 6 baadaye akahubiri ujumbe unaitwa token, Roho Mtakatifu. Ni ujuzi utapitia ndani yake. Ni kitu kitatoka kwenye kiti cha enzi na kuingia katika moyo wako. Sio kudhamiria. Sio kudhamiria ati kwa sababu ninajua ujumbe, nimeamini ujumbe, sasa niko na roho. Ikiwa ni hivyo mtu ataamini. Nabii anasema hilo ni fundisho la madhehebu ya Baptist. Nimewahi kuwa mshirika kwa Baptist kabla ya kuamini ujumbe kwa muda mfupi, wakati mmoja. Na wanasema hivi, ile dakika unamkiri Yesu Kristo ni mwokozi wako, kukiri. Hakuna lingine limefanyika, ni kukiri tu ya kwamba Roho Mtakatifu kutoka saa hiyo ameanza kuishi ndani yako. Ameanza namna gani na hujampokea? Hiyo inaitwa kudhamiria. Najua kudhamiria. Unaona? Ni kudhamiria na kudhania. Nabii anasema mtu akihoji ya kwamba ana roho eti kwa sababu ameamini, anasema basi yale si mafundisho ya Biblia, si mafundisho ya kimitume, ni mafundisho ya madhehebu ya Baptist, ndio wanaamini hivyo. Fundisho la mitume ni kwamba unapokea Roho Mtakatifu baada ya kuwa umeamini neno. Hata na siku ya Pentecost, wakati unaona wakipokea Roho Mtakatifu, jambo hilo lilikuwa na msingi.
Si kwamba tu ni watu walienda chuma cha juu hivyo tu wakajiambia waende pale na baada ya siku 10 wakajazwa na Roho. Si kweli. Watu hawa wamesikia neno 3.5 na baada ya kusikia neno la kweli, vile tumesema wiki iliyopita, ya kama unasikia neno la kweli ili baadaye utiwe muhuri na Roho Mtakatifu, wamesikia neno 3.5 Yesu akiandamana nao, na sasa kwa msingi huo wanajazwa kwa Roho Mtakatifu baada ya kusikia neno na kuliamini. Ndivyo ilivyo siku ya leo. Na hiyo inaleta umoja na Kristo. Na Mungu angetaka tuweze kuwa moja naye, tuweze kuwa moja na Kristo, maana Kristo na Mungu ni moja. Na hiyo inamaanisha nini wakati ambapo unajazwa na Roho Mtakatifu ambaye analeta umoja na Baba yetu? Inamaanisha mambo mengi, lakini nitataja machache hapa kwa minajili ya wakati. Jambo la kwanza, inamaanisha umeolewa na Kristo. Umeolewa na Kristo. Si hata madhehebu wanasema, unasikia mama mmoja wa Presbyterian akishuhudia, niliolewa na Kristo mwaka 77 na sijawahi kurudi nyuma. Hajaolewa na Kristo, hiyo anasema tangu mwaka 77. Kuolewa na Kristo ni ujazo wa Roho Mtakatifu. Ndoa ni nini? Ni wawili wanakuwa kitu kimoja. Na hapo inasemekana hamtakuwa wawili tena, mtakuwa mmoja. Na sasa wakati unajazwa kwa Roho Mtakatifu, hamtakuwa wawili tena wewe na Kristo, wewe na Kristo ni mmoja. Yesu alisema kama umeniona, umeona Baba. Hata na wewe unaweza kuwa na ujasiri. Kasema kama umeniona, unaona Yesu Kristo. Unaona? Kwa sababu mtakuwa mmoja. Unaolewa na Kristo kasoro karamu ya mwanakondoo. Hiyo ndio haijafanyika. Na nabii anasema katika ujumbe kudhibitisha neno lake mwaka 64 mwezi wa 8 tarehe 16, anasema hivi. Anasema tukitoka hapa tunaenda katika karamu ya harusi ya mwanakondoo, maana ndoa yenyewe imeshafanyika hapa. Wakati umeungana na Kristo, umezaliwa mara ya pili, ule utu wake umeingia ndani yako, umehuisha neno la majira haya, umeolewa na Kristo ungali hapa duniani. Hivi kwamba ukitoka hapa unaenda katika karamu ya harusi ya mwanakondoo. Umeolewa na Kristo. Naona sio jambo la kudhamiria, ni jambo halisi ya kwamba kuna watu wanaolewa na Kristo wangali hapa duniani. Na wakitoka hapa wanaenda wapi? Karamu ya harusi ya mwanakondoo, maana ndoa imeisha. Ndoa imeisha. Hilo ni jambo moja. Ujazo wa Roho Mtakatifu ambao unaleta umoja na Kristo, unakufanya uolewe na Kristo, lakini sasa uko njiani kwenda kwenye karamu ya harusi kwa sababu ndoa yenyewe imeshafanyika hapa duniani. Na jambo jingine ni kwamba unaabudu Mungu kwa njia inayofaa. Najua nabii akahubiri ujumbe ambao unaitwa, jumbe 3 hizo zinaitwa mahali Mungu ameweka jina lake kwa ajili ya kuabudiwa. Akasema sio katika kanisa lolote, hata sio katika maskani ya Branham. Ndio maana hatuwezi kuangalia maskani ya Branham ama kanisa lolote tuseme ni makao makuu. Hamna. Lakini tunaheshimu ndugu wote na dada wote, na tunaheshimu waaminio wote wa ujumbe huu. Lakini mahali ambapo Mungu ameweka jina lake kwa sababu ya kuabudiwa ni ndani ya Yesu Kristo. Lakini kuna jambo unafaa kuelewa hapa. Unahitaji kuingia hapo mahali ambapo jina limewekwa, unahitaji kuingia hapo mara moja ya kutosha. Ili siku zote muabudu Mungu ukiwa katika mahali ambapo ametenga kwa ajili ya kuabudiwa. Na hapo tunaingiaje ndani ya Kristo? Tena kwa kuzaliwa mara ya pili. Maana kwa roho moja tunabatizwa na kuingia ndani ya Kristo. Na unaingia hapo, ni one way ticket. Ni kwenda na kuingia, si kuingia na kutoka kila utakapo. Ukiingia ndani ya Kristo ni mara moja ya kutosha. Sasa ukiwa hapo unaweza kutimiza yale maandiko ambayo Bwana Yesu Kristo aliambia mwanamke Msamaria. Baba yetu anatafuta watu wa kuabudu katika roho na kweli. Unahitaji kuingia ndani ya Kristo. Ukisha kuingia ndani ya Kristo kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, sasa daima unaweza kumwabudu katika roho na kweli. Nafikiri tunaona jambo hilo.
Tunahitaji kuingia mahali hapo. Wajua, tumesema siku nyingi, mahali ambapo Mungu ameweka jina lake kwa ajili ya kuabudiwa ni ndani ya Kristo, na kisha tunaachia hapo. Tunafaa tuende zaidi, tuseme nabii alisema tunafaa kuingia mahali hapo mara moja ya kutosha, na hiyo ni kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, ili daima uweze kuabudu Mungu katika roho na kweli. Amina. Haya, tuende kwa jambo jingine ili tusitumie muda sana. Jambo jingine ambalo Kristo ama tuseme Roho Mtakatifu ambaye analeta umoja na Mungu anafanya akiingia ndani yako, anajalia Mungu anajibu maombi yako. Mungu anajibu maombi yako. He grants your petitions. Kulingana na Yohana 15 mstari wa 7, Yesu alisema, mkikaa ndani yangu, na tunakaa aje ndani ya Kristo? Kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Mkikaa ndani yangu na maneno yangu, ni kusema neno lake, maneno yangu yakae ndani yenu, mna haki ya kuomba chochote nanyi mtapewa. Nabii anasema hiyo ndiyo heshima Sister Hati alipewa. Sister Hati alipewa heshima ya Yohana 15 mstari wa 7, omba kile ambacho unataka. Kwa sababu Sister Hati alikuwa ndani ya Kristo, na kisha maneno yalikuwa ndani yake. Si unaona? Sister Hati alikuwa amezaliwa mara ya pili, ni dada ambaye alikuwa na Roho Mtakatifu, japo alikuwa maskini wa mwisho. Usidhani ukipata roho utakuwa bilionea. Hakuna jambo kama hilo. Unaweza kuwa na roho na uwe maskini wa mwisho. Kibali cha Mungu sio katika mali ya dunia hii. Kibali cha Mungu ni katika mambo ya kiroho. Mali ya dunia hii, hata yule mtu anaabudu nyoka anaweza kupata mali. Waabudu sanamu wanapata mali. Sister Hati amezaliwa mara ya pili, alikuwa na Roho Mtakatifu. Sasa ameketi pale, akasikia nabii akisimulia vile kindi waliumbwa. Na wakati amesikia hayo maneno, akasikia nabii ameongea hapo kwa takriban saa 3, akaongea. Sasa mwishowe Sister Hati, nabii anasema hakuwa na desturi ya kuongea mengi, lakini saa hiyo aliongea. Mambo hayo yalimguza sana, akasema, ndugu Branham, nothing but the truth. Hayo yote si kingine ila ukweli. Kasema, nabii anasema neno hilo likampendeza Roho Mtakatifu. Wandugu, nitawashauri hivi na wadada, ukitaka vizuri usiwe unaongea maneno yasiyofaa. Vile ambavyo Sister Hati alisema jambo likampendeza Roho Mtakatifu, ndivyo unaweza kusema jambo likamuudhi Roho Mtakatifu. Tusiwe ni watu wa kuongea neno ambalo halifai, ama kusengenya huyu, ama kuongea maneno yasiyofaa. Ongea yale mazuri. Kwa sababu huenda siku moja utaje jambo limfurahishe Roho Mtakatifu, atake kuonesha makuu katika maisha yako. Alikuwa amefanya hivyo na wale pia ndugu walikuwa naitwa Woods, Bank Woods na ndugu yake Lyle Woods. Walisema jambo kama la Sister Hati, ndipo Mungu akaonesha nguvu yake katika kufua yule samaki. Soma ujumbe. Na hapa napo Sister Hati amesema jambo la kupendeza Mwenyezi Mungu. Kaambiwa mpatie kile ambacho anahitaji. Kwa hiyo unaweza kuona Sister Hati alikuwa ndani ya Kristo, na maneno ya Kristo yakawa ndani yake. Ndio maana nasema nothing but the truth. Ni kusema nini? Maneno yangu yakiwa ndani yenu. Sasa Sister Hati akiwa katika hiyo hali, akampendeza Mungu, nabii akaambiwa mpatie Sister Hati kile ambacho anahitaji, kile ambacho angetaka. Wakati alisema nataka watoto waokolewe, sio kesho, saa hiyo likafanyika. Maneno haya Ufunuo ya Yohana 15 mstari wa 7 yakatimia. Kwa hiyo nasema hivi ndugu, dada, Kristo akiwa ndani yako kwa njia ya Roho Mtakatifu, na wewe uko ndani yake kwa njia hiyo, maneno yake ndani yako, ni kusema unaamini neno, una haki ya kujibiwa maombi yako. Hiyo ni haki yako, akujibu maombi. Jambo jingine ni kwamba huyu Kristo ambaye analeta umoja akiwa ndani yako, anaweza kukutumia kutekeleza kazi yake. Anaweza kukutuma mahali. Nenda uombee yule mgonjwa pale. Nenda ufanye hili jambo. Nenda ushuhudie mahali pale. Anaweza kukutumia mahali popote. Kwa sababu umeshakuwa mmoja na Kristo, na hata wakati ambapo anakutuma ukafanya jambo lolote, huendi pale peke yako. Nabii anasema wakati Kristo anakutuma popote, anaenda akiwa ndani yako. Akikutuma nenda mahali fulani, anaenda akiwa ndani yako. Ni Kristo anatenda akipitia maisha yako. Kwa sababu ameshaingia ndani yako,
amepata makazi ndani yako, sasa anatenda akiwa ndani yako. Mnaona yale yanafanyika wakati Kristo anaingia, ambaye analeta umoja na Mungu. Roho Mtakatifu anakubatiza, unazaliwa mara ya pili, analeta umoja na Mungu. Nikwambia siku nyingine wakati unajazwa na Roho, si kujazwa na Roho tu ili sasa wewe unasema, unajua siku fulani nilijazwa na Roho, na hiyo ni ajabu. Lakini unajua ukijazwa na Roho unakuwa na wajibu katika uchumi wa Mungu. Na unakuwa mfanyakazi pamoja na Kristo. Na unakuwa na sehemu katika kuleta wale waliopotea. Unawaleta ndani. Unakuwa mfanyakazi pamoja na Kristo ukisha kujazwa kwa Roho Mtakatifu. Na kuna jambo jingine hapa Roho Mtakatifu anafanya. Tumefundishwa kuna kimo cha mtu mkamilifu. Na kuna sifa pale ukianza imani mpaka upendo wa kiungu pale juu, ambazo lazima ziwe ndani ya mwaminio uweze kuwa na kimo cha Yesu Kristo. Na nabii akasema wakati hiki kimo kinakamilika ndani ya mtu, anasema huyu ndiye mtumishi ambaye atanyakuliwa. Awe ni ndugu ni dada, huyu ndiye ambaye atanyakuliwa akiwa na sifa hizi katika maisha yake. Nabii anasema ni Roho Mtakatifu anaimarisha sifa hizo. Anasema the Spirit tempers these virtues. Ni yeye anaimarisha na kujenga kile kimo akitumia sifa zile. Ni Roho Mtakatifu anafanya hivyo. Ukimuondoa Roho Mtakatifu na kimo huwezi kuwa nacho. Na kuna wengi wanaamini ya kwamba pata kimo kwanza, weka Roho Mtakatifu pale juu. Ulienda aje pale juu? Hapo naweza kuuliza kama yule mtu ambaye aliulizwa, rafiki, uliingiaje hapa bila vazi la harusi? Tunaona uko ndani ya nyumba mahali wageni wamealikwa na wengine wote wana vazi la harusi. Uliingiaje hapa bila vazi la harusi? Ndivyo ilivyo ya kwamba wewe unasema nimejenga kimo cha mtu mkamilifu na sasa ninaweka Roho pale juu. Ulifikaje pale juu bila Roho Mtakatifu kuunganisha sifa hizi? Ulifikaje pale juu? Haiwezekani. Ni Roho Mtakatifu anaimarisha sifa hizo mpaka uweze kuwa na kimo cha mtu mkamilifu. Na pale juu ambapo wengi wanasema ndio ubatizo wa Roho Mtakatifu, hapo ni kuadhimishwa kwa wana ambao walizaliwa mara ya pili kwanza. Walizaliwa na Roho Mtakatifu mara ya pili na wamekomaa, wamepata kile kimo, sasa unafanyiwa adoption pale juu. Si kusema pale juu ndio unazaliwa. Unaona? Hebu tusome ujumbe hapa, majina ya makufuru tuweze kufunga. Majina ya makufuru. Anasema hivi, hapa nitasoma aya 1:65, majina ya makufuru, blasphemous names. Nabii anasema hivi akiongea juu ya kimo cha mtu mkamilifu, anasema first foundationally is faith. Jambo la kwanza kabisa la msingi ni imani. Second, add to your faith virtue. Kwa hiyo imani ongeza nguvu. To your virtue knowledge. Kwa nguvu ongeza maarifa. From knowledge temperance. Kutoka hapo ongeza kiasi. Kiasi inamaanisha self control, kuweza kudhibiti mambo ya kimwili. From temperance patience, kisha uongeze subira. Unaona, kuweza kuwa na subira, sio kuharakisha Mungu ama wengine, ni kuweza kuwa na subira. To godliness, kutoka hapo ni uungu, kuwa kama Mungu. And from godliness brotherly love, kutoka hapo ni upendano wa ndugu. Brotherly kindness, then love, na mwisho being the capstone. Na mwisho kabisa ni upendo ambao ni jiwe la kilele. 7 of those things, mambo 7 hayo. 7 church ages, sawa na nyakati 7 za kanisa, and 7 stars of the 7 church ages, na nyota 7 ama wajumbe 7 wa makanisa. Sikia vile nabii anasema. Najua nabii anasema Mungu anakujenga kama mtu binafsi vile amejenga nyakati 7 za kanisa. Nyakati 7 za kanisa, kuna kizazi cha imani pale wa Efeso, kuna kingine cha nguvu wakati wa wa Irenaeus, hivyo. Na hivyo amejenga nyakati 7 za kanisa, ndivyo anajenga mwaminio binafsi. Na baada ya kusema hivyo, anasema hivi juu ya sifa hizo 7, anasema and all of it, na jambo hilo lote, is tempered together by the Holy Spirit. Tempered, ni kama vile unatumia saruji. Unaona? Kati unajenga nyumba, unaweka saruji kule, unaunganisha mawe, unaweka mota pale, unaunganisha nini? Mawe.
unajenga. Anasema kitu hicho chote kinajengwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye mota. Ndiye mota ya kuunganisha virtues hizi na kuimarisha. Ni kusema huwezi kuwa na kimo cha mtu mkamilifu bila kwanza kujazwa na Roho. Lazima ujazwe na Roho katika kuzaliwa mara ya pili. Uweze kuwa na mmoja ambaye ataunganisha sifa hizi kama mawe ya kujenga, building blocks. Na sasa unakuwa na kimo cha Yesu Kristo. Unaweza kuadhimishwa kama mwana wa Mungu, kama binti ya Mungu. Sio nje ya Roho Mtakatifu, ni Roho Mtakatifu akiwa ndani. Na wakati kila mmoja wetu anakuwa na umoja na Kristo. Wewe umezaliwa mara ya pili, nimezaliwa mara ya pili, yule mwingine amezaliwa mara ya pili. Hapo tumekuwa mmoja na Kristo na Baba yetu. Yohana 14:20 inatimia. Na inamaanisha ya kwamba kila mmoja na mwingine sasa wanakuwa na ushirika pia. Wewe umeungana na Kristo, mimi nimeungana na Kristo, yule ndugu ameungana na Kristo, yule dada ameungana na Kristo. Kwa hiyo kwa sababu sisi tumeungana na Kristo, pia tuna ushirika wa mmoja na mwingine. Tuko chini ya kichwa kimoja. Tuko chini ya kichwa kimoja ambaye ni Kristo, maana tumesoma Waefeso 4 ikisema Bwana mmoja. Na Bwana inamaanisha ni mtawala. Mtawala wa kanisa ni Yesu Kristo. Tuko chini ya kichwa kimoja. Kwa hiyo sisi wenyewe tuko na ushirika mmoja na mwingine. Na huo ndio umoja wa kanisa la Mungu aliye hai. Si kuleta miavuli ya makanisa. Si kuleta baraza la makanisa ya ulimwengu. Huo ni muungano wa shetani. Muungano wa Mungu ni kila mmoja azaliwe, aweze kuwa mmoja na Kristo. Ukiwa mmoja na Kristo, wewe na mimi tu mmoja pia. Maana tuko chini ya kichwa kimoja na tuko na roho mmoja. Amina. Roho Mtakatifu analeta umoja na Mungu. Acha tuende tutafakari hayo. Na Mungu atusaidie kutafakari hayo ili tuweze kuingia ndani ya Kristo. Kila mmoja wetu. Na mlango uko wazi wa kila mmoja kubatizwa ndani ya Yesu Kristo na imarike akiwa pale ndani. Acha tuombe. Mwenyezi Mungu wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo, Baba, ni asanti kwa sababu ya maelekezo na mashauri ya neno lako Bwana, ya kutusaidia tuweze kuona vile unataka na maisha yetu, vile ungetaka kila mmoja azaliwe mara nyingine na aingie katika uchumi wako, ili akiwa pale ndani uweze kumuongoza. Kamwambia Nikodemus ya kwamba mtu hawezi kuona, maana yake kuelewa ufalme wa Mungu hadi azaliwe mara nyingine. Basi na ukamjalie kila mmoja Bwana aweze kuzaliwa na kupata huyu roho ili azidi kuona ufalme huu. Na kila mmoja ambaye ameingia ndani Bwana, tunajua ya kwamba kuna mengi sana tusiyojua. Tuongoze tukiwa kule ndani Bwana, tuzidi kufahamu nia ya Yesu Kristo, mapenzi ya Baba yetu, tujue mapenzi ya Mungu ni yapi na shughuli zake ni gani. Bwana angetaka tuhusike nazo. Utusaidie Bwana. Tusikwame Bwana, tusidhirike tu Bwana kwa sababu tumepata ujazo wa roho. Ule ni mwanzo tu, lakini tungetaka Bwana kuimarika sana. Tuondokee hatua za uchanga na utoto katika imani hii. Kila mmoja aweze kukomaa na kuwa na kimo cha Yesu Kristo. Asante Mwenyezi Mungu, unajua mahitaji ya kila mmoja leo hii. Ninaomba kwa jina la Yesu Kristo, ukirimie kila ndugu na kila dada Bwana mahitaji yote ya maisha yake. Ninaombea kila mmoja ambaye ni mgonjwa, uweze kumguza Bwana kwa njia ya Roho Mtakatifu na uweze kuondoa maradhi katika mwili wake. Kila hitaji alilonalo ndugu wa madada hapa, ninaomba ya kwamba ukaweza kumkirimia. Pokea sifa na shukurani. Tunaomba kwa imani kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina.